Jambo la kwanza, sayansi tuipende, sio kuifundisha tu. Yaani nakwambia sayansi kwanza unafanya nini? Unaipenda. Yaani kuna mwingine akishaanza kufundisha anaenda zake, hasa sisi wanaume anaenda kwenye mambo na nini, anaingia kwenye vijiwe nini na nini, cheza karata kule na nini, jiona anapiga kabia kapi. Kesho tena anaendelea na angalia pale alipoishia. Huo sio mwalimu wa sayansi. Yaani kwanza anatakiwa kuipenda. Lengo ni kuambukiza mwanafunzi. Yaani waambie wanafunzi wako maisha sio kufaulu darasani tu. Lazima wawe wanadadisi. Kwa hiyo naambiwa wewe mwalimu usipoteze mwanasayansi wa kesho. Yaani ukiwapuuzia wale watoto, wanafunzi wako unatoka hapa, unakuwa unapoteza mwanafunzi wa kesho. Mwanasayansi wa kesho. Alafu teknolojia. Sisi tunajua jinsi teknolojia ilivyo. Kwa hiyo teknolojia tunaita ni msaidizi, lakini sio mwalimu. Hapo kuna kitu kinaitwa AI, kuna wengine wanaita ChatGPT. Tunajua hiyo. Yaani ukiuliza lakini sio mwalimu wewe teknolojia. Kwa sababu ukikaa wewe na kazi yako ni kutegemea nini unaiuliza nini kwenye kemia? Inakuwa jibu. Sasa sengine kuna uongo, sengine na kweli. Kwa hiyo tunaomba sana, teknolojia inaweza kujibu tu, lakini wewe ni mwalimu. Wewe unaweza kufundisha imekuwaje, kwa nini? Sio ndugu zangu. Kwa hiyo naomba sana teknolojia inazidi kwenda mbali sana, lakini mwalimu wa sayansi naomba sana wakushi kwamba teknolojia ile kama teknolojia, lakini mwalimu ni wewe. Alafu vile wanasema nini ni roho ya darasa. Unaelewa maana roho ya darasa? Yaani ukiogopa teknolojia, usiogope teknolojia, bali unaishi nayo. Unaweza kuhodhi, unaihodhi. Alafu jambo lingine, kukosa ni sehemu ya majaribio. Hii kama nilivyokuwa nasema. Unajua sayansi imejengwa na nini? Imejengwa kwenye majaribio. Sayansi imejengwa kwa ajili ya majaribio. Na ndio maana ukiwa na mwanafunzi wako, hasa yeye alikuwa sayansi, akikosea usimwadhibu kwa ajili ya kukosea. Muulize amejifunza nini kutokana na hiyo kosa. Sawa jamani? Kwa hiyo kumwogopesha mwanafunzi unaua uvumbuzi, kumwogopesha. Ndugu mgeni rasmi, Chuo cha Ualimu Songea ni miongoni mwa vyuo 34 vya serikali vinavyotoa mafunzo ya ualimu kwa ngazi ya stashahada maalum ambayo hutolewa kwa muda wa miaka mitatu. Jumla ya wahitimu katika mahafali haya ni wanachuo 106 ambapo wa kike ni 23 na wa kiume 83. Ndugu mgeni rasmi, wahitimu hawa katika kipindi walichokaa hapa chuoni waliweza kujifunza mbinu mbalimbali za kujifunzia na kufundishia masomo ya sekondari ambayo ni somo la kompyuta, hisabati, biolojia, fizikia, kemia. Vile vile wanaweza kupata taaluma katika masomo ya hisabati, fizikia, biolojia, kemia, somo la computer science. Pamoja na masomo hayo wamejifunza ualimu katika masomo yafuatayo: saikolojia ya elimu, mitaala na ufundishaji, mbinu za utafiti, upimaji na tathmini, misingi ya elimu, stadi za maendeleo, mbinu ya mawasiliano na teknolojia ya habari na mawasiliano, kwa kifupi TEHAMA. Pia wamefanya mafunzo ya ualimu kwa vitendo kwa awamu ya kwanza ambayo walihitimisha tarehe 23 ya mwezi Aprili, na mara baada ya mitihani yao watarejea kwenye vituo walivyokuwa wakifanya mafunzo hayo kukamilisha sehemu ya mafunzo hayo. Ndugu mgeni rasmi, wahitimu hao wameweza kujifunza vya kutosha
kwa kushirikiana wao wenyewe, huku wakisaidiwa kwa ukaribu na walezi wao. Wamejifunza kutumia mazingira ya chuo kama vile madarasa, kwenye miradi, kwenye michezo na shughuli nyingine za nje ya darasa. Aidha, katika kutumia serikali yao wanachuo pamoja na bunge la serikali ya wanachuo, waliweza kupanga, kuratibu shughuli mbalimbali zinazowahusu wao. Ndugu mgeni rasmi, Chuo cha Ualimu Songea kimepata sifa nzuri ya kitaaluma na kitaalamu kutokana na matokeo mazuri ya wahitimu katika mitihani ya kitaifa kwa mwaka 2026. Matarajio ya chuo ni kwamba wanachuo wote watafanya vizuri zaidi kadri iwezekanavyo. Tunaomba Mwenyezi Mungu awasaidie. Ndugu mgeni rasmi, napenda kuwapongeza wahitimu wote kwa jitihada zao za kuendeleza na kuboresha mazingira ya chuo, kudumisha mahusiano mazuri na jamii pamoja na kujali afya zao, afya za wengine kwa namna mbalimbali. Wameweza kupokea ushauri kutoka kwa walezi wao hapa chuoni, na ushauri huo umewawezesha kujitambua wao wenyewe, nafasi zao na wajibu wao katika jamii na taifa kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, kwa nafasi hii pia na wahusia wahitimu wote kuongeza elimu yao zaidi kwa kujiendeleza katika ngazi zingine, kwani uwezo huo wanao. Kwa kufanya hivyo, wataweza kukabiliana na ushindani katika soko la ajira ndani na nje ya taifa. Natoa rai kwa wanachuo wote wanaobaki chuoni waige mazuri yote kutoka kwa wahitimu hawa. Ndugu mgeni rasmi, chuo chetu kimepata mafanikio kama ifuatavyo. Eneo la kwanza ambalo tumefanikiwa ni katika utunzaji wa mazingira. Mazingira ya chuo yameendelea kuwa safi na ya kuvutia. Hali ya usafi wa mazingira ya chuo inachagizwa na usimamizi mzuri unaofanywa na wafanyakazi kupitia serikali ya wanachuo. Kila Jumatatu na Alhamisi na siku ya Jumamosi, wanachuo hufanya usafi wa mazingira kuanzia saa 12:30 asubuhi, na hizo siku nyingine hufanya saa zile za jioni. Eneo la nidhamu. Nidhamu ya wanachuo imeendelea kuwa katika kiwango cha kuridhisha. Katika kipindi chote hapakuwa na vitendo vya utovu wa nidhamu uliokithiri kama vile migomo na vitendo vingine vya uvunjifu wa amani chuoni. Chuo pia kimefanikiwa kutekeleza shughuli mbalimbali za nje ya mtaala rasmi kwa kuendelea kusimamia wanachuo kutekeleza miradi mbalimbali iliyopo chuoni, ikiwemo mradi wa shamba la mahindi lenye ukubwa wa ekari 2, mradi wa ufugaji wa ng'ombe, usimamizi wa uuzaji wa vitafunwa unaofanywa na wanajamii, mradi wa upandaji na utunzaji wa miti ya matunda, miti ya kivuli aina ya pines. Chuo kimefanikiwa kufanya ukarabati wa jengo la kantini ambalo sasa linatoa huduma ya chakula kwa wanachuo na wafanyakazi wanaohitaji. Pia tumefanikiwa kufuta daraja 0 kwa wahitimu wetu hawa wakiwa kidato cha 6. Hongereni sana. Kwa jina naitwa Abubakar Yusuf Saidi, ni muhitimu wa chuo cha Matogoro Songea. Nimehitimu sayansi kwenye kemia na biology. Cha kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuhitimu salama miaka 3 ya mafunzo, lakini kama walimu tarajali ambao tuliandaliwa miaka 3 iliyopita, leo alhamdulillah tunakamilisha mafunzo yetu. Basi tunaahidi kwa malezi tuliopewa tutayafikisha moja kwa moja katika mashule. Tutawasaidia wanafunzi katika nidhamu, tutawasaidia wanafunzi katika malezi, kwani hata sisi tulielewa bora na tunatoka na taaluma na malezi bora. Tunaahidi tutakwenda kuyapeleka hayo malezi kwa watoto waweze kutambua nini maadili bora, nini wafanye katika jamii. Lakini pia tunaahidi kuwekeza uzalendo ambao tulifundishwa katika vyuo miaka 3 iliyopita mpaka kufikia leo. Kama tulivyopewa sisi na wakufunzi wetu na walimu, basi tutaufikisha kama ulivyo kwa jitihada kubwa kuhakikisha kizazi kinachokuja katika shule hizi kitakuwa na uzalendo na maadili bora kwa ajili ya taifa. Kwa majina naitwa Tulakila Shilingo.
ni mhitimu wa chuo cha walimu Songea, lakini pia ni mwalimu tarajali. Kwa kweli tumepokea mafunzo mazuri na mengi ambayo yatakwenda kuijenga nchi yetu ya Tanzania zaidi na zaidi. Sasa na ambavyo kauli yetu inasema angaza umma, tumefundishwa vyema, tutaenda kuangaza kwa pande zote za maadili, lakini pia tutafundisha wanafunzi vyema.